وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. Sisi wote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Ni msiba mkubwa sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu ampokee ndugu yetu ambaye amefanya kazi kubwa. Mwenyezi Mungu, nataka nizungumze hili. Mhubiri maarufu nchini Kenya, Yusufu Wambugu, ametutoka dunia. Amefariki jana katika jiji la Nairobi. Wambugu amefanya kazi kubwa sana ya Mwenyezi Mungu, ni mhubiri. Japo kwa sio Mtanzania, ni Mkenya, lakini Waislamu wote sisi ni ndugu. Ananitia imani kwa sababu ni mtu aliyesilimu kama mimi. Wambugu alikuwa ni Mkristo katika nchi ya Kenya, akasilimu, akasoma dini ya Mwenyezi Mungu, akaiona haki, akafanya kazi ya Mungu, na naomba Mwenyezi Mungu amjalie kaburi lake kwa sehemu ya mashimo ya peponi, na Mungu atukutanisha naye kesho katika viwanja vya pepo. Wambugu maisha yake yote amemtumikia Mwenyezi Mungu kwa uaminifu, kwa uadilifu. Hakuwa mtu wa tamaa, hakuwa mbinafsi, hakuwa mlafi wala mchoyo. Katika ibada ya majungu, Wambugu alijiepusha, alijiweka mbali kabisa. Mimi nimebahatika kumjua, na bahati nzuri Kenya naijua vizuri, nimehubiri Kenya. Sitaki kusema madhaifu ya baadhi ya watu, na Tanzania nimehubiri, na bahati mbaya wahubiri tuna mtihani mkubwa sana wa husuda na ubinafsi, kwa sababu wengi wetu hufanya kazi kutafuta riziki, sio kwa ajili ya Mungu. Sasa Wambugu alikuwa ni mtu wa pekee, alikuwa ni kijana wa pekee, alikuwa amenyoka, alikuwa akifanya dawa kwenye mihadhara, alikuwa akifanya na dawa yake mmoja, yani door to door, mabarabarani. Lakini Wambugu aliugua. Nataka nikuonyesheni, amelazwa hospitali ya mission ya Roman Catholic. Mhubiri huyu amelazwa hospitali ya Roman Catholic, na hapa Waislamu tupate mazingatio makubwa na mafundisho. Hebu tuwekee kidogo iklipu wamuone Wambugu kwa mara ya mwisho anatoa matamko kuwaomba Waislamu wamsaidie. Kuwaomba Waislamu wamsaidie. Hebu msikilize Wambugu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi multala. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao sio Waislamu, wafuatiliaji wa mtandao wa Yusuf, ni muda hamjanisikia, na nimelazwa kwa hospitali kuu ya Missionaries Madhali Hospital, na niko na gharama kubwa, maana admission yenyewe nililazwa jana. Admission ni 40,000, na nazidi kutibiwa na nazidi kuwa sawa. Inshallah, niobeni Mungu na naomba support zenyu. Wa anfiku mimma razaqnakum kabla an yati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa aswadaka wa akum minas salihin. Ndugu zangu, gharama ninayohitaji ni mingi, kwa sababu hata sijui nitatoka kwa muda gani. Allah ndiye anajua, na mnitilie dua inshallah.
Subhanallah. Nafikiri mmemwona huyo ni mhubiri wa Kenya, alikuwa anaomba asaidiwe akiwa hai lakini akiwa anaumwa. Sasa nataka niseme kitu kimoja. Mungu ametutaka tuseme Waislamu wote ni ndugu, alhamdulillah. Waislamu walimsaidia. Mungu akulipeni kila aliyemsaidia Wambugu, na wala mpaswa kulaumiwa. Lakini lawama zangu nizipeleke kwa viongozi wa Kiislamu Kenya na Tanzania na Uganda. Hebu badilikeni. Huyu mtu alikuwa anafanya kazi ya Mungu, hakustahili kulazwa hapo alipolazwa. Na ukiangalia hii klipu, kuna huyo kijana aliyevaa kapelo alikuwa anampigia debe asaidiwe, yuko naye kitandani, ni kijana mdogo alikuwa anampigia debe watu wamsaidie. Na Wambugu mwenyewe amesema, ukiangalia alikokuwa amelazwa, yule alikuwa akimtibu mwanzo alikuwa akimuongezea matatizo badala ya kumtibu. Alikuwa akimuongezea matatizo baada ya kumtibu. Sasa sijui ndugu zangu mnafikiria nini? Sasa chukulieni hali hiyo, Wambugu huyu kafanya kazi ya Mungu. Hivi viongozi wa dini kulikuwa na sababu gani kwanza mpaka yeye ajirekodi yeye mwenyewe, aseme yeye mwenyewe yuko kitandani maututi? Viongozi wa dini walishindwa kumsupport mpaka ameita YouTube yake anasema yeye mwenyewe anaomba msaada. Sijui kama mnanielewa, kwa sababu watu wengi tumejaa roho ya uovu na ubinafsi. Nikisema hayo wataumia na watachukia, na kwa kweli mimi bora mnichukie, lakini mimi nitaendelea kusema ukweli na nitaisimamia haki, na Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja na mimi, kwa sababu hii ni dini. Na Mwenyezi Mungu anasema, enyi mlioamini Waislamu, mcheni Mwenyezi Mungu na kuweni wa kweli wenye kuthibitisha Uislamu wenu kwa vitendo. Leo Uislamu wetu uko wapi? Hivi Waislamu, ngoja nikuulizeni, wa Kenya, matajiri wa Kenya kwa 80% ni Waislamu. Waislamu wana hela, wa Somali wote wale ni Waislamu. Lakini watu wana ubinafsi ndio dhambi, ndio tuumiza Waislamu duniani. Hata Iran itapigwa kwa sababu ya ubinafsi. Hilo la Irani, ili la Wasudia, ili la Waomani, ila dhambi ya ubinafsi ndio inatuumiza Waislamu. Mungu ametutaka tuwe pamoja. Sasa Tanzania Waislamu ndio wenye pesa, lakini leo hizi nchi nazozitaja Waislamu wameshindwa kumiliki hata hospitali moja tu. Tumeshindwa kumiliki. Juzi pale Mwanza, wenzetu wa Sabato ni dhehebu dogo katika madhehebu madogo. Sabato ni wachache nchi, lakini nendeni Mwanza pale Pasiasi, kama nasema uongo watu wa Mwanza wanaambia mwepopo Mungu, Pasiasi Sabato wamejenga hospitali moja matata sana, kwenda juu haipungui ghorofa 5 au 4 kama sikosei. Hospitali ya kisawa sawa. Waislamu Mwanza wanaweza hivyo? Waislamu Dar es Salaam tunaweza hivyo? Sisi tumegawanyika kwa ajili ya maulidi ya mwezi, hitima, kufunga hapa, kufungia hapa. Why? Hii kitu inatuchelewesha. Kumjadili Moipopo, ukimjadili Moipopo ndio yupo sasa, itakusaidia nini? Ndio anasema ukweli. Jipime. Leo imefikia mtu anakwenda hija, akirudi sasa anapiga simu anaambia Waislamu wamtafutie watu wa kwenda kumpokea airport. Nimeona sehemu moja yuko Morogoro kwa wilaya moja na hifadhi, wallahi nikasema hii nilia kabisa. Hivi ni dini kweli? Kwa nini tunakosa maarifa hata ya dini? Mwisho ya mambo yatakuwa kama dini, itakuwa kila anatoka hija anaandaa watu wake wanakuja kumpokea. Sheka toka hija takibeni. Wapi mtume alifanya hayo? Kwa nini mbona mnapenda mambo ya kujionyesha? Wewe umeenda haji kwa faida yako, umerudi kwa faida yako. Hija yako wewe sisi haitusaidii. Ile ni ibada yako wewe na Mungu wako. Kama umeenda kwa unafiki, kama umeenda kwa lia, kama umeenda kwa dhulma, kama umeenda kwa lillahi, Mwenyezi Mungu ndiye anaijua. Sasa ndio imebaki ibada hiyo. Hija ni ibada tukufu. Itafikia sasa hata watu wakitoka kusali msikitini wanaandaa wake zao na watoto waje wapokee. Mume wangu katoka kusali. Ndio maana yake tunakokwenda huko. Kwa sababu ya mambo zamani hatukuyaona.
Watu walikuwa wakifikiria namna ya kuendesha dini, sio namna ya kuwa na ria, kujionyesha kwa kila kitu. Fanyeni viongozi wa dini mambo ya dini. Tujengeni vyanzo vya dini. Vyanzo vya dini ikiwemo mahospitali. Sasa mtu mmoja mjinga kabisa, nilizungumza hivyo akanipigia simu, yuko Tanga hapo Muheza. Wallahi nikasema kama tutapata Waislamu wajinga kama huyu dini imekwisha. Anasema Mwaipopo kila siku kuambia tu watu wajenge mashule ama hospitali, wewe akili zako ziko kidunia sana. Subhanallah. Watu sio wanasoma dini. Mtume amesema mtu mbora ni yule mwenye kumjua Mungu. Ni kweli kasema Mtume. Sawa. Aya hii dunia, hiyo Rabbana atina fi dunia hasana, tunaiacha wapi? Hii dunia tuiacha wapi? Nikamuuliza mke wako anaenda kuzalishwa na nani? Ile dharura. Sasa mtu ana akili kweli? Mtu wa namna hii, watu wa namna hii mnawapa uongozi, wako sawa sawa, vichwa vyao vinaweza kuperform kweli na katika hii dunia leo? Kwa hiyo Waislamu, mimi nakupeni nasaha. Juzi tumemzika ndugu yetu hapo, muhadhiri. Tumemzika hapo. Kwa sababu gani? Na yeye alikuwa na tatizo la moyo, mara sijui tumbo linajaa na kadhalika. Hospitali kwenda hana hela, akiingia msikitini kuomba sadaka anapata 50,000. Kwa maisha yake yakawa tu hivyo, yakawa hivyo. Sasa watukufu wa Kiislamu, sisi msaada wetu katika umma uko wapi? Sisi tunapenda kuomba sana, sio kutoa. Yaani mtu akiwa kiongozi wa dini, akiwa shekhe mfano wa eneo fulani, anataka yeye serikali imwite yeye, impe posho yeye, ajengewe nyumba nzuri yeye, basi utamwona ni mtu msemaji mzuri sana. Shekhe, igeni hata kwa wenzenu, usiseme muige dini, ingalieni hata wenzenu mnaotembea nao kwenye kamati hizo za maliziano, kamati sijui za dini, mseto kamati za nini, mnawauliza. Au padri hao hakuna hata mtu mmoja anasema ni mali yake. Gari wote unaona nao padri, wachungaji wa Kilutherani, Anglikana, Moraviani, Sabato, mali zote unazoziona anamiliki mchungaji sio zake, ni mali ya kanisa. Sisi Waislamu, mtu akiwa shehe akipewa gari ya kwake, akipewa nyumba ya kwake. Na kila siku anawaambia hao kina makanisa mengine yanazuka sasa hivi, hizo ni ministry. Makanisa hasa ni Katoliki, Lutherani, Anglikana, Moraviani, EIC, Sabato. Hayo ndio makanisa, hizo ndio church. Sasa unaweza kushangaa mtu anakuambia yeye shekhe, lakini huyo shekhe, mfano mtu anaweza kusema ni shehe wa mkoa. Na wallahi nataka nikuelezeni, hakuna shekhe mzuri Tanzania tuliyempata kama Mufti Zubairi. Shekhe Mufti bin Zubairi ni kiongozi mzuri sana. Kwanza hana kibli, mpigie simu muda wote anapokea, anakusikiliza, anakupa maoni. Hivi tunataka nini? Mungu atuletee shekhe gani? Nazungumza ukweli, sijipendekezi. Sasa mtu anaweza kapewa kuwa wewe ni shekhe wa mkoa au shehe wa wilaya, hajui maimamu wanaishije misikitini, hajui wilaya yake au mkoa wako na madrasa ngapi, walimu wa madrasa wataishije, watasomesha, hajui. Yani hata mashekhe wake wakata wataishije, hajui. Yeye mradi anaweza yeye akapewa chakula yeye, basi yeye ndio anastahili kila kitu, anataka wenacho kizuri yeye. Mtabadilika lini? Qur'an unayojua wewe ndio anayejua huyu mwingine. Qur'an ni ile brother. Kwa mimi nitoe nasaha kwamba ndugu zangu Waislamu, tulikuwa na Imani Petro, tumempoteza. Sisemei swala la kufa wote tutakufa wote. Imani Petro baada ya kugua ilitakana milioni 10 wakati ule wa Jakaya Kikwete. Watu kwa wanaingilia hapo ndio milioni 10 mwenge chango labda na misikiti mitatu. Paka Imani Petro tumempoteza. Siku amekufa tunaenda kumzika, eti watu ndio wanajitokeza kuchukua watoto wake. Mimi nitamsomesha huyu. Mimi nitamsomesha huyu. Mimi nitamsomesha huyu. Nini lia watu waonekane. Kama kumsaada, kwa nini msimsaidie yule mtu hajakufa? Juzi naona watu wanatoka hija, mzee mmoja yani kasema wale Waislamu tuna sanaa kubwa sana. Mzee mmoja anasimama anasema mimi nimeenda hija, tena waji lako nani? Mimi alhaji sijui nani bin nani. Hii alhaji mzee umeipata wapi? Mbona mtume akuitwa alhaji?
Omar, mbona kuitwa Alhaji? Kwa nini usiseme tu jina lako? Hiyo haji ni baina yako wewe na Mungu, ni ibada yako. Basi anasema ameenda hija mara 6. Yaani anatangaza ameenda hija mara 6. Sasa nikajiuliza, hija mara 6 yote yani sasa hivi haji ni karibuni milioni 15. Kama sikosei, labda kama nimezidisha kidogo sana. Milioni 15 wewe ukienda mara 5 ni milioni ngapi? Kwa nini usiende tu hiyo mara moja ukaache nafasi wengine wakaenda? Kwa nini usiende hiyo mara moja au mara 2? Kama unawaka wili umeenda na mke mmoja mara ya kwanza, mara pili unaenda na mke wa pili. Haya, hiyo baki chukua ile pesa kajenga hata madrasa ya dini nzuri nje ya mji au katikati ya mji. Tafuta walimu wafungulie akaunti, waambie mtakuwa mnalipwa kwa hela hii. Utakuwa umefanya jambo kubwa sana endelevu, litasaidia watu wengi sana. Lakini ibada ya haji ni ya wewe na Mungu wako. Sasa ukiyasema haya mtu kwambia Mwaipopo yule akusoma dini. Kwani kusoma dini, hebu nieleze kusoma dini ni vipi? Hebu mniambie ile neno kusoma dini ni nini? Kwa sababu itafikia saa hata tukisema zinani haramu tutasema wewe kusoma dini. Kuna vitu vinahitaji wasomi wa dini wakawa vizungumze. Mfano mambo ya fatwa, ya kisheria, mambo ya mirathi, ya talaka, masuala ya ndoa, masuala mazito ya hukumu za Kiislamu, mambo ya jihadi. Hao ndio tutakazungumza wanavioni, sio mimi. Lakini haya mambo nazungumza ni mambo simple sana ambayo hata mtu akwenda shule mwenye akili tu ataona hii ni lugha ya fasaha. Hivi swala kujenga hospitali ili tutibiwe, ili swala linahitaji elimu nalo. Hata mtu mjinga hawezi kuliona mabana. Kwa hiyo mimi nimelizungumza ili kwa nia nzuri. Yusufu wa Mbugu, Mwenyezi Mungu akutilie wepesi kaburini kwako. Kazi uliifanya, imani uliilinda, na Mungu ni shahidi, na ulipigania dini ya Mungu. Na uliheshimu Uislamu, hukuwa mtu wa tamaa, hukuwa mtu mwenye kujifaharisha, ulikuwa mtu simple. Leo kwako, kesho kwetu. Inaniuma sana na naumia sana, kifo chako kimeniumiza sana wa Mbugu. Ni pengo kubwa katika dawa. Lakini siwezi kulaumu sana, kulalamika. Mungu ametaka wewe ukakutane na yale uliokuwa kuyatenda. Na ulikuwa ni mtu yani mtu mwenye yakini kabisa Mungu alikujalia. Ulikuwa kitandani nasikia ukimtaja Mungu kila wakati. Umekufa. Naamini wewe umetangulia, lakini dini ya Mungu itaendelea kuwepo. Wapambanaji tutasema, na tunaumia sana na tutasema. Ulitoka ulikotoka ukamwamini Mungu na mtume, na ni jambo la kumshukuru Mungu. Umekufa ukiwa na kalima, umekufa ukiwa na shuhada, umepambania dini ya Mungu, na Mungu akubariki. Na leo ndio siku wako wa kwanza kaburini. Leo hii ndio siku wako wa kwanza kaburini. Na muomba Mwenyezi Mungu akufanyia kaburi lako kwa miongoni mwa mashimo ya peponi. Na namuomba Mwenyezi Mungu siku ya kiyama akupe kitabu chake kwa mkono wake wa kuume. Na naiombea na mimi nafsi yangu na nafsi za Waislamu wema, azijalie kile la kheri, waweze kufanya kazi ya Mungu kwa imani, bila ria, bila ubinafsi, bila ulafi, bila tamaa. Dunia hii tunapita. Na kweli umepita mdogo wangu Mbugu, Yusufu wa Mbugu. Ulikuwa mtu mzuri kabisa. Ulikuwa ni mtu mwema kabisa. Ukushiriki kwenye majungu ya aina yoyote ndani ya Kenya wala nje ya Kenya. Ulifanya kazi ya Mungu. Nimalize na kusema kwamba maftatu haya imekuwa kidogo ni gumzo, naendelea kufafanua. Wengi wananiuliza sana sana sana. Napenda nikuelezeni hili. Haya mafuta ni zeti zaituni inayotoka Palestine. Ni zeti zaituni inayotoka Palestine. Hapa Afrika yanakuja mafuta yanaitwa, yameandikwa olive oil. Olive oil. Ile inatoka Spain na Italy. Ni daraja wanasema la 3 huko. Ni ile zaituni feki inayopandwa katika nchi za Ulaya. Na ile si kwa ajili ya tiba, ile ni kwa ajili ya kula. Nataka nikudhihirishieni kwamba uchawi upo. Watu wanalogwa. Wakati wanaingia makameramani wangu hapo, walimkuta mama mmoja hapa. Yeye amenielezea kirefu cha kuwa amepata kansa, lakini Mungu kamjalia anatembea. Amenieleza sana.
Na kabla ya hapo kuna kina mama wametoka mji fulani, sitaki kutaja, wale wanalogana wao kwa wao. Nilisema siku moja, katika maisha atakaye kutakia kheri wewe katika maisha yako, yani atakaye kutakia kheri wewe katika maisha yako, ni mama yako na baba yako, ni wazazi wako wawili tu. Kwa hiyo wale msiosikiliza wazazi mmekula sana. Msiomsikiliza baba yako na mama yako mmekula sana. Na watoto wajinga wasikiliza sana kina mama. Mama usimsikilize sana. Mama mpe heshima yake, mpende. Mtu anaweza akakupa mawazo ya kimaisha na ukafanikiwa katika maisha ni baba peke yake. Mama ni mtu wa kuletewa nyumbani. Baba peke yake ndio anaweza kukwambia mwanangu ili fanye ili usifanye. Sisemi mzalau mama wala sipigi debe kwa sababu ni mwanaume. Sasa atakayeweza kukutakia kheri wewe ni mama yako na baba yako tu. Hata dada yako, kaka yako, mliotoka baba moja mama moja, ankoli wako, baba moja mama moja na mama yako, baba yako mdogo, baba yako mkubwa, shangazi yako, wallahi hawezi kukutakia kheri kama anavyokutakia kheri mama yako na baba yako. Familia za sasa watu wanalogana wao kwa wao. Wamemleta hapa mtoto mmoja, hiyo familia imekuja na wengine wako Uingereza, nimeongea nao na simu hapa, kachukua mafuta 13, familia yake yote imeharibiwa yote. Tumemshika mmoja kaanguka na majini hapa, jini anasema kabisa anajisifu nimetoka sehemu fulani, lakini kawaida ya majini ni ya mengine maongo yatawachonganisheni bure. Tumieni mafuta tu ili mpate maisha yaliyokuwa mema. Na mimi niwaambie kwamba ukiona unafanya kazi alafu ufikii malengo, unafanya sio umelala tu nyumbani. Kwa sababu hata Uislamu hutaki mtu akulala. Wewe una nguvu zako humu, unatenda umelala, unataka kukaa unaomba, kafanye kazi. Sasa ukiona unafanya kazi hakuna unachopata, wallahi billahi sio Mungu. Mwenyezi Mungu haziwi riziki au maisha ya mtu. Kwa sababu kuna riziki na kuna maisha. Riziki ni kupata kula tu. Maisha ni kupata ziada ya kula. Sasa ukiona unafanya kazi, wewe hata ile riziki ya kula kwako ni ya kuungaunga, au maendeleo kwako hayapatikani, ujue hapo kuna mkono wa ushirikina na uchawi na mashetani. Hiyo ndio kazi ya wachawi. Maisha yetu yote yanaharibiwa na wachawi, sio Mungu. Na Mungu sio kwamba anashindwa kututetea, anaweza, lakini anaacha iwe mtihani kwetu. Kwa chupa ya mafuta moja ni shilingi 20,000 hii chupa moja. Sasa katika kupata shetani unaweza kuona matatizo makubwa ya muda mrefu. Unaweza kutumia hizi 2, 3 mpaka 5, inategemea tatizo. Na unaweza kutumia hii chupa moja tu ukapona. Unaweza kutumia nusu chupa ikapona. Kwa hiyo naomba sana wale watu ambao mko mbali na mimi mnapotaka kunipigia, usiniulize nitayapata wapi hao mafuta. Sijui nimeshaeleza bei ni shilingi 20,000. Utayapata vipi? Ukiwa mkoani tunakutumia kwenye basi, unalipia transporter. Ukiwa Ulaya, ukiwa Amerika, ukiwa Arabuni tunatuma kwa DHL. Ukiwa Dar es Salaam tunapatikana Magomeni Kagera. Ukifika kwenye petrol station ya Oilcom ya Kagera, kama unatoka mjini kituo cha ukifika Mwembe Chai kituo kinachofuata. Ukifika pale Oilcom Kagera nipigie simu, nitakuja nikuchukue. Tunafungua saa 4 mpaka saa 12 usiku. Nimaliza kukuambia kwamba dalili za mtu aliyelogwa na anayefanywa figisu na mashetani au na uchawi ni zipi? Na asilimia kubwa watu tunalogwa. Na namba ya simu hiyo hapo kwenye simu yako. Utanipigia kwa WhatsApp ukiwa nje. Ukiwa Tanzania nipigie kwa namba ya kawaida tu. Ukiwa Tanzania nipigie kwa namba ya kawaida tu. Usihangaike. Na napokea simu mpaka saa 7 usiku. Mimi wasiladi nasoma sana vitabu. Mtu atajuaje kama amelogwa? Kwanza ni kupata maradhi yasiyotibika, maumivu makali sana ya kichwa, usiku kuota ndoto mbaya za kutisha, kufanya kazi bila kupata pesa, ukipata pesa yako haikai, maumivu makali ya mgongo na kiuno na kusikia vitu vinatembea mwilini, miguu kwa inakufa ganzi, kusikia vitu vinachoma choma kwenye miguu, kupata maradhi kama ya hospitali, iwe sukari iwe pressure, ukila dawa hayaponi. Hiyo ni dalili ya wazi kabisa kwamba wewe umefanya ushirikina. Kushindwa kukaa na mke, kushindwa kukaa na mume,
Mtoto wa kike akiambiwa kuolewa, wale waliolewa wana nini? Kwani ndio na shida? Wewe una akili kweli wewe mama? Waliolewa wana nini? Wanastarehe na waume zao. Wewe ni mjinga tu. Umelogwa ujitambui. Utamkuta mwanaume anasema kwani walioa wana nini? Mimi sina mpango wa kuoa bwana. Wanakenya wako wapi? Wewe mjinga. Unasema walioa wana nini? Tendo la kuoa hata mitume walienjoy. Wewe nani wewe? Unamzidi mtume wewe akili? Kwa ukiona dalili hizo ni wazi kwamba huyu mtu ana shetani wa kijini, amelogwa. Tumia mafuta haya kupaka asubuhi na usiku, na unaweza kuwa unasikia ndani ya mwili kuna vitu vinatembea, kunywa. Na yeyote anayetumia mafuta haya kama amelogwa au kama ana shetani, mambo haya yafuatayo lazima yatokee. Jambo la kwanza, utasikia unachoka sana mwili. Sana. Jambo la pili, utalala usingizi mzito sana ambao hujawahi kulala. Jambo la tatu, utalala usiku utaota na utamuona anayekufanyia ushirikina. Au utaona mtu anakuambia mbona unanitoa? Tumia mafuta haya kwa shilingi 20,000 chupa moja na utakuwa salama. Kuna watoto walali usiku wanakuwa wanalia sana. Wanatishwa na majini wanaitwa jini subiani. Na kuna mtu ana maradhi kama hospitali, huyo mtu ameingiwa na jini anaitwa subiani. Subiani ni jini mbaya sana. Kuna mtu anashindwa tendo la ndoa, huyo ameingiwa na jini ashk. Warabu wanamuita, kwa huko Afrika tunamuita jini mahaba. Kwa hiyo usikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Acha ubishi. Waswahili kuna msemo wanasema mfiche maradhi kifo umumbua. Miluzi mingi umpoteza mbwa. Tuliza akili yako uweze kupata huduma isiyokuwa na ushirikina. Wale watu ambao kazi yao ni kudhalau watu, kutukana watu kwenye mitandao, ni watu wajinga, chaneni nao. Unajua ukikwama nako umaskini unaweza kumfanya mtu anakuwa kama mwendo wazimu. Umaskini ukizidi kwa sisi Waislamu tunasema imani ya dini inaondoka na ukafiri unanyemelea mlangoni kwako. Kila mtu utamhesabu kuwa ni mbaya, si umaskini, na utaki kuamsha akili yako. Umaskini wa namna hiyo utaki kuamsha akili yako. Yaani wewe ni kilaza, akili zako zimelala pale pale sehemu moja. Acha ujinga huo. Haya maisha ya dhiki usifikiri ni Mungu ni mpango wake. Mpango wa Mungu sio tuje tupate shida sisi. Wewe ujiulize. Yaani mpango wa Mungu sio tupate tabu, wengine wapate neema, ndio mpango wa Mungu? Inaingia akilini? Iko mitihani ya kimungu, lakini sio mitihani ya wazi kabisa inaonekana kwamba huu ni mkono wa wanadamu. Mimi niwashukuru sana sana. Mungu ipokee roho ya Yusufu wa Mbugu na iweke katika kaburi lenye kheri, na Waislamu wote duniani muombeeni dua huyu kijana. Popote mnaposikia sauti yangu, muombeeni Mwenyezi Mungu amsamehe na mpokee. Nimeumia sana. Pole sana familia ya ndugu yangu wa Mbugu. Poleni sana wahubiri wa Kenya, Ramazani Kuria, Salim Deda, Ibrahim Somali, Anwari Abdi. Hao ni wahubiri wa Kenya, poleni sana. Kipindi hiki ni kigumu kwenu nyinyi na sisi. Letu. Sisi sote ni ndugu. Wa Kenya na wa Tanzania wote ni ndugu. Fitna ndio ndakao tugombanishe, lakini sisi sote ni ndugu. Poleni sana. Mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare channel ya Mwaipopo TV. Utapata mambo mengi yenye kufungua akili yako na kukupa mwangaza. Hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر